Karibu tena kwenye Moyo Review. Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Leo twasafiri hadi mwaka 1912, kipindi ambacho dunia ilishuhudia tukio la kihistoria, uzinduzi wa meli kubwa kabisa kuwahi kutengenezwa, RMS Titanic. Iliitwa meli isiyozama, iliyojaa fahari, ubunifu wa hali ya juu na matarajio makubwa kutoka kwa kila abiria aliyekanyaga ndani yake. Ilikuwa si tu chombo cha kusafiria, bali ishara ya ndoto, heshima na mafanikio ya binadamu. Katika meli hiyo, tunakutana na Rose DeWitt Bukata, msichana mrembo wa tabaka la juu, anayesafiri na mchumba wake tajiri Carl Hockley na mama yake. Ingawa ana kila kitu, ndani ya moyo wake anaishi katika kifungo kisichoonekana. Hana uhuru, hana furaha ya kweli. Wanafanya kila wawezalo kumlazimisha kuishi maisha ya mpangilio, ndoa ya fedha, si ya mapenzi. Wakati huo huo, Jack Dawson, kijana maskini msanii wa mitaani mwenye roho ya uhuru na ndoto zisizoisha, anashinda tiketi ya meli kwa bahati kupitia kamari. Hakuwa na mpango wa kusafiri, lakini sasa anaelekea kwenye maisha mapya. Bahati au hatima inawavutia pamoja. Usiku mmoja, Rose anapofikia hatua ya kukata tamaa na kutaka kujitupa baharini, Jack anaingilia kati. Kwa maneno ya upole na ucheshi wa dhati, anamshawishi aachane na mawazo hayo. Tukio hilo linakuwa mwanzo wa safari yao ya kipekee, safari ya mapenzi yaliyochipuka kwa muda mfupi, lakini yaliyokuwa na uzito mkubwa. Kadri siku zinavyosonga, Rose na Jack wanazidi kuvutiwa. Jack anamuonyesha maisha kupitia jicho jipya. Wanacheza, wanacheka, wanakimbia kwa furaha, wakiwa huru. Katika wakati huu wa ukaribu, Rose anaamua kumwamini Jack kwa namna ya pekee. Anamuomba amchore akiwa uchi, akiwa amevaa tu mkufu wa thamani unaoitwa Heart of the Ocean. Ni kitendo cha ujasiri, usalama na ukweli wa mapenzi yao. Lakini giza linaanza kuingia. Titanic, licha ya kuwa isiyozama, inapiga barafu kubwa chini ya bahari. Meli inaanza kuzama, huku hofu na machafuko yakienea. Hakuna aliyetarajia hili. Carl, akiwa na wivu na hasira, anapanga njama ya kumtenganisha Rose na Jack. Anamshutumu Jack kwa wizi na kumfunga gerezani. Lakini Rose, kwa nguvu alizopata kutokana na upendo wake, anampigania. Anamuokoa, akivunja mifumo ya hofu na unyonge. Maji yanazidi kujaa, kelele za mateso zikisikika kila kona. Titanic inazama. Jack na Rose wanapambana kwa uhai wao, wakielekea kwenye mwisho wake. Katika harakati za mwisho, wanafanikiwa kufikia kipande cha mbao. Jack anamuinua Rose juu, akimlinda kutoka kwa maji ya baridi kali, huku yeye mwenyewe akiwa ndani yake. Anamwambia, usikate tamaa, utaishi maisha mazima, ahadi hiyo unayo. Ni maneno yake ya mwisho. Polepole, Jack anapoteza nguvu, mwili wake ukizama katika bahari ya Atlantiki. Rose anabaki akiwa amevunjika moyo, lakini akiwa na nguvu mpya, nguvu ya kuishi kwa ajili yake na kwa kumbukumbu ya Jack. Asubuhi, Rose anaokolewa na boti ya waokoaji. Hakumtaja Jack kwa mtu yeyote, alibaki na siri yao, kwa heshima yake. Alipoulizwa jina, hakujibu kama Rose DeWitt Bukata, alijiita Rose Dawson, kwa heshima ya mpenzi wake aliyeondoka. Miaka mingi baadaye, Rose mzee anarudi kwenye eneo ambapo Titanic ilizama. Watafiti wanatafuta Heart of the Ocean, lakini kwa Rose, huo sio tu mkufu, ni alama ya mapenzi yake. Usiku mmoja, akiwa peke yake, anautupa mkufu huo baharini. Anauacha kwenda kwa utulivu, machozi yakitiririka, si kwa huzuni tu, bali kwa shukrani kwa upendo uliobadilisha maisha yake. Hii si hadithi ya meli iliyozama, ni hadithi ya moyo ulioishi, ulioamini na uliopenda kwa ukweli. Jack na Rose hawakuishi pamoja kwa muda mrefu, lakini walipenda kwa undani ambao hauna kifani. Asante kwa kusubiri Moyo Review. Hadithi kama hizi zinatufundisha kwamba sio muda unaotufanya tukumbukwe, bali ni ukweli wetu. Endelea kupenda kwa dhati, ishi kwa ujasiri, na weka alama yako kwenye moyo wa mwingine. Tutaonana tena. Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.